Mwanamke alitekwa na watu wa badi, wakamficha kwenye chumba fulani hivi kwenye hii hotel. Wakati watu wa badi wanaondoka, wakabamiza mlango. Namba ya chumba ikabadilika kutoka 506 kwenda 509. Dakika chache baadaye, moja kati ya wauaji bora nchini China alikuja kwenye hii hotel kwa ajili ya kufanya maangamizi. Alikuja kwa ajili ya kumuua mtu aliyeko kwenye chumba namba 509. Muuaji akawachezeshia kichapo watu wote walioko nje ya mlango. Ili anaingia ndani ya chumba akapata taarifa kwamba mtu unayetakiwa kumuua ameshaondoka kwenye hii hotel. Jamaa akapanga kuondoka kwenye hiyo hotel. Ili anataka kuondoka kwenye hiyo hotel akavamiwa na huyu dada mrembo. Huyu dada alikuwa amepewa madawa ambayo yamempandisha upwiru. Wakati dada anamkisi jamaa hapa na pale, madawa ya huyu dada yakahamia pia kwa jamaa, naye upwiru ukampanda. Dawa alipowapanda kichwani wote wawili, wakajikuta wamepelekeana moto bila wao wenyewe kutaka. Jamaa kutaka kabisa kujulikana yeye ni nani. Kutoka usiku ule wa lile tukio, aliamua kukaa mbali sana na maisha ya yule dada. Kutokuonekana kwa mshikaji kulimsababishia matatizo makubwa sana yule binti. Dada alikuwa ni mrembo maarufu kutoka kwenye familia ya kitajiri. Binti alipata ujauzito kwenye tukio la ule usiku. Habari za ujauzito wa binti zilitrend sana kwenye mitandao ya kijamii. Watu walimnyoshia vidole kila kona. We ni malaya, hauna maadili, umepata mimba nje ya ndoa. Watangazaji walipomuuliza binti mimba ni ya nani, binti hakujibu chochote. Miaka kadhaa ikapita, mtoto wake wa kike akawa anataka kujua babake yuko wapi. Kilichomsikitisha zaidi huyu mwanamke ni wanafunzi wa mtoto wake wa kiume walikuwa wanamtania kwa sababu ana baba. Mwanamke alimtafuta baba wa watoto wake kwa bidii kila kona ya China kwa miaka 6, hatimaye akampata. Jamaa alikataa kuwa watoto hawezi kuwa wake. Mwanamke akamtaka mshikaji apime DNA. Mshikaji alivyowatazama watoto wawili mapacha walivyokuwa na afya njema, akawa anashindwa namna ya kukataa. Mwanamke akatoa kadi ya benki yenye shilingi dola milioni 3 za Kimarekani, akamtaka huyo mshikaji achukue hii hela na akubali kuwa baba wa watoto. Mshikaji akakubali kupokea hela. Baada ya hapo wakaenda kufunga ndoa rasmi. Familia nzima ikapiga picha ya pamoja. Mwanamke alipoona watoto wake wamepata mtu mwingine wa kuwalea, alifurahi sana. Akaona ni wakati sahihi wa yeye kurudi kuendeleza shughuli za kibiashara za familia yake. Mwanamke akarudi kwenye familia yake akiwa ameambatana na watoto wake. Baada ya binti kufika nyumbani, akakutana na malalamiko mazito kutoka kwa familia yake. Kwa sababu huyu mwanamke alipata mimba nje ya ndoa miaka 6 iliyopita, mahusiano yake na Jackie mtoto wa kitajiri yalivunjika. Baada ya mahusiano yake na binti kuvunjika, Jackie akaamua afanye revenge, akaanza kuikomoa familia ya huyu dada kibiashara. Familia yake ilipata hasara kubwa kwenye biashara kwa sababu ya huyu binti. Familia yake ilikataa kata kumpokea yeye pamoja na watoto wake. Binti akaiahidi familia yake ataenda kumwomba msamaha Jack. Familia yake ikamwambia tumeshafanya makubaliano na Jack, ukikubali kwenda kuolewa na Jack, Jack ataisamehe hii familia na atasahau kila kitu kilichotokea. Binti akakataa kata kufanya kitu cha kipuzi kiasi hicho. Baba akaita walinzi akasema usipofanya hivyo nitaviua hivyo vitoto vyako. Kwa kuwa anawapenda sana watoto wake, binti akaamua kubali matakwa ya familia yake. Baada ya binti kuvaa gauni la harusi, familia yake ikamwambia watoto wako wana grupu la damu la kipekee sana. Grupu lao la damu linafanana na grupu la damu la mtoto wa kakake Jack. Wamemwahidi Jack watachukua damu za hao watoto wakampe mtoto wa kakake Jack. Binti akawakimbilia watoto wake akawaambia, ondokeni haraka, nendeni kwa baba yenu sasa hivi. Baba akawaambia walinzi, kamateni hao watoto. Wakawakamata wale watoto. Watoto wakakumbuka kabla hawajaagana na baba hao, aliandika namba zake za simu mikononi mwao. Mtoto wa kike akampigia simu baba yake kupitia saa yake ya mkononi. Kabla hajamwambia baba nisaidie, saa yake ya mkononi kanyang'anywa. Kaka binti akamwambia watoto, baba yenu ni takataka, ni mwanaume asiyetimiza majukumu, hawezi hata kidogo kuja kuwasaidia nyinyi hapa. Upande wa pili, wakati mshikaji anaongea na mfanyakazi mwenzake, alipokea simu, akasikia kila kitu kinachoendelea, akajua kwamba watoto zake wako hatarini, akaapa kwenda kuwasaidia. Mke alikuwa hajui kama mshikaji anakuja kuwasaidia, akapiga magoti, akamwomba sana babake awaachie watoto wake. Familia yake haikujali chochote ambacho binti alikuwa anakisema. Wakawaambia walinzi wamkamate huyu mdada wamfunge, ili watoto wanataka kutolewa damu zao. Mwamba huyu hapa akatimba. Je, mshikaji atafanikiwa kumwokoa binti pamoja na watoto wake? Je, mtoto wa kaka yake Jack anayesubiri damu za hao madogo atakufa au atapona? Usikose kufuatilia sehemu ya pili ya mkasa huu wa kusisimua. Hii ni Freddy Flix. Asante sana kwa kuitazama hii hadi hapa. Naomba subscribe, share, like, comment. Usipopenda usisubscribe, usishare, usilike, usicomment. Simu ni yako, bando ni lako, sikupangii nini cha kufanya. Naomba toa maoni yako hapo kwenye comment, niambie nini kiongezwe, niambie nini kipunguzwe, niambie ni movie gani ungependa ni tafsiri kwa Kiswahili na mimi nitapita nayo jumla. Lakini kama unapenda movie ndefu, sawa, umechoka na hivi vipande vifupi, hapo chini kuna movie moja hivi inayohusiana na mkaka
kaka ambaye alitembea na wadada watatu wa familia moja kwa mkupuo. Unataka kujua aliwezaje? Story nzima iko hapo chini, na pia kuna story nyingine inayohusiana na mchungaji ambaye alipendwa na binti ambaye ana pepo la ngono. Unataka kujua huyo mchungaji alitoboa au ilikuweje? Story nzima iko hapo, na pia kuna story nyingine kali sana inayomhusu mwanamke ambaye alikuwa na wivu sana, akamtuma rafiki yake mwenye bonge moja la mshepu aende akamtege mume wake ili ajue kama mume wake anampenda kweli au la. Kilichomkuta hutaamini. Katazame movie hiyo hapo chini. Asante sana kwa kuwa nami hadi hapa. Hii ni Fredflix TZ. Peace, Moko love ya.